Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na karibu tena katika ujumbe huu ambao tunatamani kushare na wewe kwa siku ya leo, ambao ni ujumbe wa matumaini, ujumbe wa amani. Na ujumbe wenyewe tutautoa katika kitabu cha Yeremia, sura yake ya 29 na mstari wake wa 11. Na hivyo tusome Biblia inasema nini? Maana nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Ujumbe huu ambao tumekwenda kusoma katika kitabu cha Yeremia ni ujumbe ambao Mungu alimpatia nabii Yeremia ili aupeleke katika taifa la Israeli. Taifa la Israeli kipindi hiki lilikuwa katika hali ya utumwa huko Babeli. Na kweli kilikuwa kipindi kigumu zaidi sana kwa taifa la Israeli. Ndicho kipindi kile taifa la Israeli lilikaa huko Babeli muda wa miaka 17 wakiwa utumwani. Na hivyo kwa kweli walikuwa wamekata tumaini, walikuwa wamekosa amani, walikuwa wakiwaza labda mwisho wao utakuwa mbaya, na hawakukuwa na namna ya kuanza mwanzo ambao uwezao kuwapelekea katika mwisho mzuri. Na sababu kubwa ya taifa la Israeli kuwa huko Babeli utumwani ilikuwa ni kwa sababu ya kumuasi Mungu, kwa sababu ya dhambi walizozitenda. Lakini kupitia nabii Yeremia, Mungu akawapelekea ujumbe ambao ulikuwa ujumbe wa matumaini, ambao ulikuwa ujumbe wa amani, ambao ulikuwa ujumbe wa mwanzo mpya. Ndio hapa Mungu akawaambia kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Taifa la Israeli waliposikia ujumbe huu wa Bwana, kuna mambo fulani ambayo walikwenda kuyaona. Jambo la kwanza ambalo waliloliona katika ujumbe huu ilikuwa ni tumaini jipya. Walipata tumaini jipya. Walikuwa ni watu ambao hawakukuwa na tumaini. Lakini wakati walipopata ujumbe wa Mungu, wakapata tumaini lingine. Wakaona kwamba kumbe Mungu ana mpango na sisi. Kwa hiyo nikwambie kwamba yawezekana mwaka wa 2024 ni mwaka ambao umepitia changamoto kubwa. Yawezekana ni mwaka ambao umepitia majaribu ya kila aina. Yawezekana ni mwaka ambao umepitia vitisho vya kila aina. Lakini na kuombea kwa Mungu akupatie mwanzo mpya, akupatie tumaini jipya ambalo utaanza nalo mwaka wa 2025. Lakini pia taifa la Israeli walipopata ujumbe huu, walipata amani ya moyo. Hivyo hacha nikwambie kwamba kupitia tumaini jipya ambalo Mungu atakupatia mwaka wa 2025, upate amani ya moyo. Moyo wako ambao ulikosa amani mwaka wa 2024, Mungu akujaze amani hiyo, akupe amani ya moyo wako mwaka wa 2025. Lakini pia wakati taifa la Israeli walipopata ujumbe huu wa Mungu kupitia nabii Yeremia, waliona kwamba wamepata mwelekeo wa ushindi. Lakini pia acha niseme kwamba mwaka wa 2025 Mungu akupatie mwelekeo wa ushindi kwa kila jambo ambalo utakwenda kulitenda.
Lakini pia taifa la Israeli waliposikia ujumbe huu, waliona ni vema kukumbatia mpango wa Mungu. Kwa hiyo kwa kila shughuli yote ambayo utakwenda kuyatenda mwaka wa 2025, jaribu pia kukumbatia mpango wa Mungu. Kumbatia mpango wa Mungu, ili mpango wa Mungu ukuongoze katika mema na kukuondoa katika mabaya. Na kwa kumalizia, niseme kwamba kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 ni mwaliko wa kuanza mwaka mpya kwa imani, matumaini na furaha, tukiamini kwamba Mungu ana mpango wa kutimiza mema katika maisha yetu. Na Mungu apate kuwabariki. Amen.